Kumbe ukiwa kwenye uchumba haufai kuwa karibu na mwenzi wako. Kulingana na Biblia, haufai kuwa karibu na mwenzi wako mpaka siku ndoa itakapofungwa. Nimekuwa nikisikiliza klipi ya dada Esther akiwa anafafanua zaidi kulingana na Biblia jinsi watumishi wa Mungu kwenye Biblia walivyopitia kwenye hali ya uchumba. Hebu msikilize upate kuelewa na upate kujua uchumba uko tofauti na ndoa. Ukiwa kwenye uchumba haimaanishi kwamba umeshaolewa. Unaweza kuwa kwenye uchumba na uchumba huo ukavunjika. Ndiyo, hipo tumewaona wengi ambao uchumba ulifanywa lakini ukavunjika. Pindi tu ulipolala na mchumba wako, hapo ndoa inavunjika. Tunaona ndoa nyingi siku hizi, kijana au binti anaenda kwa nyumba ya kijana kuishi pale kama mme na mke, lakini wazazi hawajui, ndugu hawajui. Mwishowe wanakuja kuachana, ndipo hapo mtakapojua kwamba hao watu walikuwa wanaishi pamoja kama mme na mke, ile hali wazazi walikuwa hawajui. Na wazazi si eti hawajui, wanajua. Wazazi wanajua kabisa mtu fulani anaishi na mtu fulani. Ukituambia kwamba tukiwa wachumba tuko free kufanya chochote, swali langu ni moja. Mariam baada ya kugundulika ana mimba na Yusufu, kwa nini alitaka mwache kwa siri? Ikiwa tukiwa wachumba tuko free kufanya chochote na alikuwa ameposwa. Watu wa Mungu, msitupotoshe mkafanya mabinti akili zetu zikajazi na vijana, yani tunatembea tumejazi na sura zimejazi na miguu imejazi na mahali popote tumejazi zina. Hapana. Iko heshima kubwa mimi binti nikiishi nimetulia, wewe binti ukiishi umetulia. Iko faida na ni ushuhuda mzuri na ni maisha yako wewe tu kwa Mungu. Yanakuwa yapo tu kwa ajili ya kusaidia wewe kuendelea na Mungu. Ni maisha yako wewe. Ukiharibu wewe ni kwa hasara yako. Mimi hapa nayeongea mbele yako ni miongoni mwa mtu ambaye basi nimeharibu sana. Kuna mahali nikikaa nasema hivi kule nilifikaje? Kwa nini niliishi maisha kama yale? Kwa nini nimefika hapa? Mungu naomba nisaidie, naomba nirehemu. Yani baada ya kuharibu sijibariki kuendelea kuharibu. Hapana. Baada ya kuharibu natafuta kufanya vizuri, kuishi tofauti na nilivyokuwa naharibu. Mkituambia kwamba ukiposwa wewe uko free kuzunguka sehemu yoyote, zunguka mtu wa Mungu. Wapo wanaoposwa. Ukishaposwa sijajua sisi mabinti wa saizi kuvumilia tu miezi miwili hatuwezi. Miezi hii miwili hatuwezi. Haya, Yakobo anakaa miaka 7 anamtafuta Raheli 7. Anapewa Lea lakini bado anatafuta yule anayemtaka. Pale kuna sema wanasema kwamba alikuwa anapita kwenye vichaka wanazurura, wanapita huko hapana, tusibali. Yani tusio tunaishi kwa namna fulani kwa sababu madhara yanatukuta si wenyewe. Siku ya siku kiishi umetulia ni kwa faida yako. Nikiishi nimetulia ni kwa faida yangu. Mimi leo hii naiona hasara kubwa kwangu kwenye maisha fulani niliyoyapita. Hivyo tu binti kijana, tusiishi kwenye haya maisha ya kubarikiwa tu kwamba tukiumeposwa you are free. We wapi? Kwa nini hapa Yesu? Kwa nini hapa Yusufu anataka mwache Mariam kwa siri? Kwa sababu anamuona ana mimba. Kwenye uchumba hapanaga kuzini. Watakaozini ni wanandoa. Wale tunaojiita wachumba inatakiwa tulinde maisha yetu mpaka tutakapoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tukibaki na hii mitazamo kwenye akili zetu, tukaa tunabarikiwa kwenye ujinga, siku ya siku unakuja kujikuta umeharibikiwa. Kuna watu ni wachumba wanazini, wanaachana. Unaona? Ni madhara ambayo yanatokana na uholela ambao unaweza kuwa tunaendelea nao. Mimi hapa nasema mtu wa Mungu, hapana, tuishi kwenye kanuni zozote ambazo zipo. Kanuni zozote ambazo zipo kwa ajili ya kunifanya mimi binti na wewe kijana uendelee na Mungu. Si kanuni za kukukomesha, yani kwamba pengine zipo kwa ajili ya kukomoa, usienjoy na mtu mwenyewe unayechumbiwa naye. Si unaenda kuishi naye kila siku. Kwa nini huu muda ambao unakuwa umewekwa kwa ajili ya uchumba? Kwa nini msiishi kwa staili fulani ya kulinda ushuhuda wenu na mkawa barua na nuru kwa watu wengine? Kuna ulazima gani wa kuanza kuzurura na unazurura huku? Mlijua sitachumbiwa Hey,